masikio yako afunisikilize, kwa sababu kuna jambo ambalo Mungu anataka kufanya. Naomba ufungue na mimi kitabu cha Chronicles, Nyakati wa kwanza 21. Yani First Chronicles, Nyakati wa kwanza tunasema sura ya 21. Nisome mstari kuanzia wa kwanza hapo kidogo. Nyakati. Biblia inasemaje? Mambo Nyakati wa kwanza. Ndio sauti kwa nazo. Mambo Nyakati wa kwanza mlango 21. Anasema tena Shetani akasimama juu ya Israeli. Akamshawishi Daudi. Mungu tumeshafika hapo. Biblia inasema tena Shetani akasimama juu ya nini? Ya Israeli. Wakati huo Biblia inakwambia wakati tena Shetani amesimama juu ya Israeli, literally inamaanisha Lucifer mwenyewe alitoka kuzimu akaja duniani akasimama juu ya taifa la nini? La Israeli. Tuendelee. Akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Shetani akamfuata mfalme Daudi kumshawishi afanye nini? Awahesabu taifa la nini? La Israeli. Ngeuke jirani yako mwambie kama Daudi alishawishiwa na Lucifer. Kama Daudi alishawishiwa na Lucifer. Daudi ameandika Zaburi. Wewe umeandika kitabu gani kwenye Biblia? Achana kwenye Biblia, kwenye maisha yako umeandika vitabu vingapi? So if now Daudi aliweza kurubuniwa na nani? Na Shetani. Inamaanisha hata wewe inawezekana kurubuniwa na Shetani. Hiyo Daudi ndio mtu pekee ambao kwenye Biblia yetu Mungu amesema mtu ambaye alipendeza moyo wa nani? Wa Mungu. Katika kumpendeza kwake Mungu, siku moja Biblia inakwambia Lucifer akatoka kuzimu, akaja akawa angani juu ya taifa la nini? La Israeli, akaiangalia Israeli yote. And then akasema ili niweze kufanya tukio juu ya taifa la Israeli, nahitaji nimguse kiongozi wa nini? Wa Israeli. Ili Shetani aweze kugusa familia yako, anaanza na wewe hapo kwanza. Sio kama mnaelewa? Biblia inasema nitapiga nani? Mchungaji, alafu kondoo watatawanyika. So tactic au strategy ya adui siku zote anamfuata ambaye anaongoza watu. So kama wewe unamuongoza mtu yote, mtoto wako, familia yako, kazini, hivi unasikia mimi nimekuwa manager, mimi nimekuwa nani, mimi unajua kabisa kwamba unakuwekwa kwenye nafasi ya hatari zaidi. Wewe ndio mtu mmoja. Hata kwenye kazi za biashara ya kawaida, unapozidi kupanda kwenye biashara ndio unapozidi kuwa na maadui. Ni kweli right? Au sio kweli? Yaani mtu anapozidi kuinuka kwenye maisha hapa kawaida duniani, ndipo anapozidi kuwa na nini? Na uadui mkubwa. Katika ulimwengu wa roho hivyo hivyo. Unapotamani Mungu akuinue na kukuweka sehemu fulani wewe mtu fulani, unahitaji kufahamu kabisa ya kwamba chochote unachotamani Mungu akufanyie kinakuja na uadui. Ndio kaje ndani yako mwambie kila level ina devil. Kila level ina adui. So the more unapozidi kukua ndio unakuwa na maadui wakubwa zaidi. So kama siku moja hauna mpango wa kuja kukutana labda na malaika walioasi, akina Samiaza, kina nani hawa, kama kuna siku utamani kuja, wewe kubaliana na uridhike na maisha yako ulivyo, utakuwa salama. Lakini kama unapotamani Mungu akuinue akupeleke viwango vya juu vya kiroho na upako fulani, ukisimama tu watu wanaruka kule, kama unataka hizo mambo, unahitaji kufahamu kwamba uwe tayari kupigana vita zake. So Shetani akaitembelea taifa nini? La Israeli. Alafu alipotembelea Israeli, Biblia inasema akamfuata nani? Mfalme Daudi. Alafu akamwambia, "Mnaweza alipo nini?" Basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu wa watu, "Nendeni kawahesabu Israeli toka Beersheba mpaka Dani. Ndio, mkanipashe habari nipate kujua jumla yao." So nirudi pale ambapo Lucifer alimtembelea Daudi.
Biblia inasemaje? Tena shetani akasimama juu ya Israeli. Akamshawishi Daudi kuhesabu Israeli. Akamshawishi Daudi kuhesabu Israeli. Na mstari unaofuata ikaje? Basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu wa watu, nendeni kawahesabu Israeli toka Beersheba. So Daudi alifuata mashauri ya nani? Shetani. Sio ya Mungu. Daudi na upako wake wote alifika point akashauriwa na nani? Na shetani. Mtu mmoja anaweza umekaa hapa kanisani ukadhani labda wewe uko salama. Katika Biblia yako Petro, mtume Petro, kila mtu anamjua Petro, yes. Alikuwa anatembea na Yesu. Kuna mahali ambapo Yesu alisema inapasa mimi niende Yerusalemu ili nikasulubiwe. Petro akasema kaa kimya, usiongee maneno hayo. And then Yesu akageuka akamwambia nenda zako shetani. Akamwangalia Petro usoni, alafu akamwambia nenda zako shetani, kwa kuwa wewe unawaza kama mwanadamu na sio kama Mungu. Ila alimtazama nani? Piga kibao jirani yako, mwambie naomba umtie moyo prophet. So alimtazama nani? So inamaanisha Petro at that point akuongea kwa sababu yeye anataka kuongea, ila kuna nguvu fulani ilizungumza kupitia Petro. Ndio kama Daudi. Daudi akajikuta anahesabu Israel, sio kwamba ameambiwa na Mungu hesabu taifa la Israel, lakini mashauri yalitoka kuzimu. Sio kama tunaeleweka. Mashauri yametoka kuzimu. So katika Biblia Daudi hakuzingua tu kwenye nini? Kuzini, sijui pale anakwambia nini ile. Amepanda kule. You know the story ya Daudi alipozingua. Kama hujui kasoma Biblia. Alafu nitakushangaa sana. Itakuwa binadamu, it will be a miracle. Kama kuna binadamu amekaa majui Daudi alipozingua na lakini Mungu akubariki pia. Now, so Daudi akaenda kuhesabu nini? What? Twende mstari I think wa 16 au wa 10 na ngapi? Mstari wa 11. Ruka popote. So wakahesabu watu. Tuendelee. Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, ndio Bwana asema hivi, kubali upendavyo. Miaka 3 ya njaa na miezi 3 ya kuangamia mbele ya adui zako. Ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana. Mungu akaanza kumpa mtoto wake Daudi options. Chagua ni kuadhibu vipi? Nisomea kwanza. Miaka 3 ya njaa. Ije njaa ndio kwenye nchi yako miaka 3. Lakini Mungu anaongea kupitia nani? Huyo Gadi sio malaika, ni mwanadamu, alikuwa a prophet. There is that part ambayo anasema what? The seer. Mstari wa 9 anasema na Bwana akanena na Gadi mwonaji wake Daudi akisema. Gadi nani? Bwana akaongea na Gadi. Mungu akaongea na Gadi, ambao Gadi alikuwa ni mwonaji wake nani? Daudi. Nisikilize mwana wa Mungu. Na Biblia inakwambia kwamba Daudi alikuwa ana mtu ambaye akitaka kuona kwenye ulimwengu wa roho anamfuata. Anamwambia nione, niangalizie katika ulimwengu wa roho nini kinaendelea. Sio mchawi, sio mganga wake, a prophet, nabii, mwonaji. Lakini ukiangalia katika Biblia yako, Biblia inasema kwamba Daudi alikuwa ni nani? Nabii. Somo la leo ngumu. Kama tusimame tuombe Mungu. Changanya sana. Na wewe unaponiangalia, tafikiri umeshiba alafu umechoka. Tumalizie mstari wa 16 tuendelee. So Gadi huyo hapa anaonekana njaa miaka 3 au miezi 3 ya kuangamia mbele ya adui zako. Kuna vita miezi 3. Ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana. So kuna miaka 3, kuna miezi 3, kuna siku 3. Miaka 3 ya watu kufa njaa. Miezi 3 ya kupigana vita, na vita zote mtazopigana kwenye hiyo miezi 3 hamshindi. Au
siku 3 za nini? Upanga wa Bwana, yaani Upanga wa Bwana, yaani tauni katika nchi. Yaani kwamba umesiona kama coronavirus au kama hapo umekaa unaanza kukoa tu afu unakufa. Alichokuwa anamaanisha Mungu ndani ya siku 3 ni uwe ninavyojisikia mimi Mungu. Nyie mtaona kama town kwa Kiingereza inaitwa plague. Plague kwa lugha nyingine pandemic. Pandemic kwa lugha nyingine COVID-19. Ebola. Gonjwa ambalo yani hamjui limetokea wapi, limeanzaje, hamna. In 3 days anakuambia nikupiga na ugonjwa in 3 days. Lakini Mungu anaongelea upanga. Elewa kauli sasa. Mungu anaongelea nini? Upanga. Kwa katika ulimwengu wa roho, kitu unachokiona wewe kwamba kinakuja kama town ya Daudi, nikwambia siri ni kwamba huo ni upanga wangu mimi Mungu. Sijui kama nimeeleweka. Yes. Now, Mungu anaenda kushuka kutoka mbinguni kuja ameshika panga aanze kuchoma watu au inakuwaje? Ndio tunataka tumuelewe sasa huyu malaika ambao anasimama mbele za Mungu katika wale 7. Yes. Yuko kwenye ile andiko. Yes. Kama tuendelee. Na malaika wa Bwana au siku 3 upanga wa Bwana, yaani tauni katika nchi. Mstari wa 12. Tuendelee. Au siku 3 upanga wa Bwana, yaani tauni katika nchi. Ndio. Na malaika wa Bwana akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli. Ndio. Haya basi, ufikiri ni jambo gani? Na malaika wa Bwana akiharibu katika mipaka yote ya Israeli. Daudi anaambiwa kuhusu an angel, malaika. This is a king, a political figure. Mtu ambaye yupo kwenye siasa, ila anatembelewa na nabii, alafu anaanza kuambiwa mambo ya malaika kupiga nchi. Tumekuwa na wanasiasa wetu wa kizazi hiki. Kwanza wangemfukuzia mbali gani? Tunaongea vitu gani leo? Nini unachojaribu kuniambia gani? Kwamba ndio nini? Kama Mungu unaye na mimi naye Mungu. Sio kauli zetu Waswahili? Yes. Kama una sali na mimi nasali. Kama Mungu ana mimi hapo. Lakini Daudi kwa sababu alikuwa anauelewa na mambo ya Mungu, akasikia hizi kauli, akupanika. Yaani akupanika kiasi kwamba ya kumfukuza baada ya endelea kumsikia. So Biblia inakwambia kuna malaika anaachiliwa kwenye ardhi yenu siku 3. Na malaika wa Bwana akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli, akifanya uharibifu. Lakini huyu sio malaika wa kuzimu, ni malaika nini? Wa Mungu. Sio malaika nini? Wa kuzimu. Malaika wa Bwana anaachiliwa kwenye taifa la Bwana kuleta mapigo, kwa sababu kiongozi ameshindwa kujitambua kama yeye ni kiongozi. Yes. Tuendelee. Haya basi, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye amani? Anaambiwa kwamba hebu imagine mimi nakuja kwenu kwako bwana. Nakwambia Mungu amesema hivi leo. Alafu nakwambia sasa kakae tulia waza. Alafu njoo niambie afu naenda kumwambia Mungu, kwani mimi Daudi unashiwaje kunitembelea tu niambie? Kwa nini process ilikuwa ndefu? Ndio nilichoanza mwanzo kwamba Mungu ili akuguse wewe anamhitaji mtu. Wangapi wanaanza kunielewa sasa? Haiwezekani Mungu, yani you need someone. Yeah. Unamhitaji? So na siku ikitokea Mungu anataka kumgusa wewe mwenzako, atakufuatia wewe. Lakini kwa sababu leo anataka kushughulika na wewe, amenituma mimi. Yes. Na unajua hivi ni kuona hivi. Tuendelee, malizia. Naye Daudi akamwambia Gadi, ndio, nimeingia katika mashaka sana. Ndio. Basi sasa na nianguke katika mkono wa Bwana. Heri nianguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, kwa sababu Mungu atanirehemu, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Ndio. Basi Bwana akawaletea Israeli tauni, nao wakaanguka Waisraeli watu 70,000. So watu 70,000 wakafa nchi nzima. Unaweza ukasema tu 70,000. Anza kuhesabu mtu mmoja, 2, 3, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 10,000, 11, 2,
anza kuhesabu watu walikufa ndani ya siku 3. Watu 70 walikufa. Naye Mungu akatuma malaika. Na then God akamtuma nani? Malaika. Aende Yerusalemu ili so amepiga huko kote sasa. Kaanza Moshi, Arusha, sasa amekuja Dar. Yaani ndo anaelekea Dar kwa mfalme sasa nyumbani. Yaani mfalme amesikia tu bwana kuna watu 10,000 wanakufa Mwanza. Ghafla tu. Kuna akajua na mfalme hakutoka nje kusema jamani ndo mimi chanzo. Alijifungia ndani anasikia tu matukio yanayotokea. Then Biblia inakwambia then Mungu akamwambia malaika sasa toka huko elekea alipo Daudi. Tuendelee. Na Mungu akatuma malaika aende Yerusalemu ili auangamize. Naye alipokuwa tayari kuangamiza, Bwana akatazama, akagairi katika mabaya. So Mungu, this is God, yeah? Anataka kupiga nchi. Si ndio? Anamwambia malaika. So that means God is controlling the game. Yes. Ya malaika. You can never ukamtenganisha Mungu na malaika zake. So mtu yote akasimama akamwambia ukifundishwa haya mambo ni mapepo. Mfungulie scripture. Alafu mwambie Mungu akaongea na malaika wake. Akamwambia elekea Yerusalemu. So huyu malaika yuko chini ya nani? Wao unamwabudu nani? Sasa ili huyu malaika asije akakupiga, si bora ukae vizuri na Mungu. Ndio maana niko hapa. Kwa sababu unaweza ukashauriwa na Lucifer kesho, afu ukaleta maangamizo kwenye ukoo wenu. Akamwambia nenda Yerusalemu, lakini Mungu ghafla akagairi. Nampendaga sana baba. Baba, hapo utakuta Daudi alilia. Mimi msione hivyo. Daudi alilia huko chumbani, alilia akagaragara, akataka kufa mwenyewe. Basi nife mimi. Mzee akamwangalia bwana mdogo. Mungu akaangalia watu walipokuwa nalialia bwana. So that means God is in heaven, lakini anaangalia kila kitu kinachoendelea chini tu. Wewe kukaa kwako kwenye hiyo kiti na malaika kuachiliwa leo, sio kama Mungu ajue wewe umekaa hapo. Sio bahati mbaya, labda, hamna labda nimeongea. Anajua jina lako. Umezaliwa wapi, lini, unakufa lini. Anajua nini unachohitaji, anajua nini anaenda kukufanyia leo. Ukianza kumwangalia Mungu hivyo utapokea muujiza wako. So amekaa mbinguni anaangalia, anamwambia, so ana communicate na malaika wake. Sasa hivi uko hapo, sasa hivi ndio sana anakuwa mtoka hapo. Elekea Yerusalemu. Lakini wakati anakaribia mji, Mungu akayachungulia Yerusalemu, akamwangalia malaika, akaangalia huko alipotoka. Kaona huyu anatari, huyu malaika anatari sana. Huyu jamaa hana hata at least kwamba unajua kuna wale malaika ambao kama kina Gabriel, Mikael wanaendaga mbele za Mungu ambaye alisho. Kwa unataka mfanye tukio. Lakini kuna huyu hapa. Na malaika huyu jina lake anaitwa Sarakiel. Malaika nani? Sarakiel. Andika jina Sara, alafu ongeza TL kwa Kiswahili kabisa. Sarakiel. EL. Amna I mwishoni. EL. Sarakiel. Watanzania hapo ready. Tanzania is not ready. We are ready, Dad. Taifa langu haliko tayari kwa haya mambo. We are ready. Haya mambo yamefichwa sana. Naogopa. Nimeanza kuogopa. Mimi binafsi naona siku naanza kuogopa kuwafundisha hivi. Watanifungia kanisa. Kwa kama maskofu watanifungia kanisa. Sio haya. Bwana mdogo. Hizi mambo mbona ziko deep sana. Haleluya. Yeah. So now the angels are going to endelea tumalizia hapo. Alafu turuke vipengele. Bwana akatazama, akagairi katika mabaya. Akamwambia malaika aharibuye, basi yatosha. Sasa Mungu akamwambia malaika inatosha.
Mungu. So kwenye Biblia tunaona tu malaika akamtokea mtu fulani, lakini hatujaonaga sana a conversation kati ya Mungu na malaika. Hapa for the first time tunaona Mungu anaongea na malaika kuhusu wanadamu. Anamwambia yatosha. Basi yatosha. Basi nimegairi nilichokuwa nataka nifanye, inatosha. Mungu, wanampenda Mungu. Mungu leo mwabudu Mungu wako wewe. Mungu wa fulani, Mungu wote wanamjua. Mungu wa Lulu anamwambia malaika wake kwamba yatosha. Kwa sababu Lulu yupo Angels of God Ministry sasa hivi anasali. Kwa sababu yake ninaahirisha mabaya yote niliyopanga. Mtu mmoja anaweza kupata shida sasa, Mungu anawaja watu. Kama alikumba anaweza kujua. Sikumba. Daudi akasema heri ndivyo kwa Bwana. Kuliko nipige upanga na adui yangu, maana adui yake asingemwacha salama. Tuendelee. Basi yatosha, sasa ulegeze mkono wako. Yatosha. Angalia conversation ya malaika na Mungu. Yatosha. Naomba ulegeze mkono wako, usipige sana. Relax. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. So alipoambiwa malaika akaambia yatosha, legeza mkono wako, Biblia inasema akasimama kwenye nini? Karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna. Anakutajia sehemu physically ambapo a spirit imesimama. Nisikilize mwana wa Mungu. Yaani ni kama vile ninapokuambia kwamba kuna malaika fulani amesimama mahali fulani. Ni kama vile nikwambia Rafael ameshashuka, amesimama mbele yako. Alafu unaanza Rafael kwa ndipo Biblia inakuambia kwamba malaika alitoka kwenye the realm of spirits, ulimwengu wa roho, akaja in the realm of men, lakini bado haonekani. Ila Mungu au Biblia inakwambia kwamba alisimama kwenye eneo fulani. Ni kama vile waambia Sinza Kilimani. Alafu wewe ukatoka hapo ukaenda kumwambia kwamba leo kuna malaika fulani alitembelea Sinza Kilimani, unapigwa mawe. Lakini Biblia yako inaongelea a physical location ambapo a spirit ipo. Tuendelee. Na malaika wa Bwana akasimama karibu na kiwanja cha kuporia cha Arauna Myebusi. Ndio, Myebusi. Kwa kile huyo jamaa famous anajulikana yani. Ukisema tu Arauna Myebusi, tunamjua mzee. Tuendelee. Daudi akainua macho yake. Now look at that. The Bible inakwambia Daudi akainua macho yake. Tuendelee. Akamwona huyo malaika wa Bwana amesimama kati ya nchi na mbingu. Amemwona malaika amesimama kati ya nchi na mbingu. Inamaanisha alikuwa amesimama katika dimension ambayo sio kila mtu alikuwa anaweza kumwona, lakini Mungu akamruhusu mtoto wake Daudi aone kiumbe ambaye amekuwa anaua watu wa taifa lake ndani ya siku hizi 3. Kwamba Daudi, unadhani ni ugonjwa tu? Hapana. Wewe nikuonyeshe jamaa ambaye alikuwa anafanyia matukio hayo yote. Anaitwa Sarakia. Na wewe mtu mmoja anaweza kuuliza prophet wa mjoje Sarakia kwa sababu nimekutana naye. Yes. So sikwambia ndoto za Abumwasi. Ndoto? Na leo naomba nishia hapo leo. Mchanganya mwana. Niangalia baba ananiogopesha. Sasa kama huyu Sarakia anakuja kutupiga sisi. Hallelujah. So my point is, huyu malaika kama vile nilivyokuambia yule malaika wa moto ya Rafael wa uponyaji, Mikael wa vita, Gabriel wa ujumbe au nabii, Sarakia ni malaika ambaye yuko kuwarekebisha wana wa Mungu. To correct the children of God ambao hawajitambui.
au niseme yupo kwenye kulipiza visasi vya Mungu. Yaani Mungu akitaka kulipiza kisasi duniani, akitaka kufanya tukio kwamba kuna mtu Daudi alimboa Mungu mpaka Mungu anamwambia mchagua kati ya nikupigeje, choose. Unajua Mungu alimind, si ndio? Wapo kushaona kwenye Biblia kwa mtu mwingine anauliza Mungu kauli kama hizo, anachagua nikupigeje mtoto wangu, sababu lazima umpige, ila chagua mwenyewe. Yule mzee alimind. So Mungu alikuwa anataka kulipiza nini? Kisasi. Sindio? So when God anataka kulipiza kisasi, anamtumanga malaika anaitwa Sarakiel. Kumbuka hiyo. Tuendelee taratibu. Akainua macho yake. Akamwona huyo malaika wa Bwana amesimama kati ya nchi na mbingu. Ndio. Naye alikuwa na upanga wazi mkononi. Alikuwa na upanga mkononi. Umenyoshwa juu ya Yerusalemu. Upanga umenyoshwa juu ya nini? Ya Yerusalemu. Na mtu mmoja anaweza kujiuliza, huu upanga umenyoshwaje? Panga, si unajua mapanga yetu haya ya kukatia nyumbani miti. Hapana. Wewe nieleze kitu kimoja. Huyo Sarakiel akisimama, akasema asimame. Yes. Akisema asimame. Kama simu, unaona simu? Huyu ni wewe. Alafu yeye ni hivi. Kwa naomba usisure. Mtu mmoja anaweza kana uliza, yani ikoje? Ndio iko hivi. Yani wewe ni huyu. Alafu yeye ndio mwili wangu hivi. Actually, yani sikwambie, siku nilisahau kwambia, yule Mikael ana upanga ambao upanga wake akiunyosha wajua tuna bonge la upanga. Na kama ana upanga, Mikael ana upanga ambao Mungu anajua. Alafu katika upanga wake umechimbiwa maandishi. Umechimbiwa maandishi. Umechimbiwa maandishi. Sio kuandika, kuchora. Ya kuchimbiwa. Alafu maana imeandikwa lugha ambayo huwezi kuielewa. Na the story nakupa sasa the real thing. Alafu ukitafsiri maandiko yale, yani kilichoandikwa basi sijui kimeandikwa, yani kwa lugha ya kiduniani haipo. Ila maana yake kwa utafsiri wa kiroho ukielewa kwa lugha yenu, inamaanisha Bwana ni upanga wangu. Bwana upanga wangu. Au upanga wangu ni Bwana. The Lord is my sword. My sword is for the Lord. One of the, yani hiyo weka anyway, lakini ndo maana yake. Na wale ni upanga akilichomoa kwenye akilishika, akitaka kufanya tukio linawaka. Naomba niishie hapo. Tufungue na hii. Naomba tuangalie muonekano mwingine wa nini? Wa huyo Sarakiel. Fungua Matthew. Ishirini. Kuanzia mstari wa kwanza nadhani. 28 kuanzia mstari wa 8. Mathayo 28 kuanzia mstari wa kwanza. Mathayo 28. Mathayo mlango wa 28 kuanzia mstari wa kwanza. Nasemaje? Anasema hivi: hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringa lile jiwe akalikalia. Na sura yake ilikuwa, angalia sana sura.
ya Sarakia. Tuendelee. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi Sura yake kama nini? Sura yake kama umeme, mavazi yake meupe kama theluji. Na siku hiyo kushuka kwake, alishuka kistaarabu sana. Ndakonyesha sehemu ambapo alifanya tukio ambalo mpaka leo dunia nzima inakuja kusahau. Hapa walikuwa kuna askari wachache, walikuwa kama 6 hivi. Walikuwa wanalinda kaburi la nani? La Yesu. So akashuka kistaarabu. Niliwaambia angels wanaweza kama manifest kama giant au kama wewe. Lakini the day ukakutana full Sarakiel full. Hivyo hata leo Rafael juzi niliangalia, mmependa drama ya juzi. Wale kwa Alhamisi wanaelewa. You enjoy when but you did not know what you saw. Ungeona wewe mwenyewe Mungu angekupiga pa. Ungeelewa kwa nini yule pepo alilala chini. Kwa nini alimuita sana Rafael? You will have understood. Lakini wewe ukaelewa kwa sababu kwa kweli ni kama vile katuni fulani. You have never seen these things. Ni vitu vya kuogopesha unless Mungu amekuweka ujasiri wake ndani. Huyu anapoangalia Daudi akamwona malaika ameshika upanga, sio usidhani aliangalia tu akasema kumbe ndo wewe. Aliona kiumbe mmoja akatetemeka. Akaogopa. So Sarakia alishuka sehemu nyingine hapo kumtoa Bwana kwenye ile dude nini? Kaburi lake. Akalikalia ile kaburi. Fungua kitabu cha nani? 2 Kings. Wafalme wa 19. 35. Wafalme wa pili 19:35. mlango wa 19 mstari wa 35. Inasema Wafalme wa pili mlango wa 19 mstari wa 35 anasema ikawa usiku huo malaika wa Bwana alitoka akakiingia kituo cha Washuru. Ndio. Akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Naomba isome 185,000 kwa Kiswahili. Hiyo ni watu 185,000. Yeah. Walikufa usiku mmoja binadamu. 185,000. Watu 185,000. Tuanze kuhesabu moja mpaka 100,000. Au tuache? Tukifika ile nini 100,000, anza kuhesabu moja mpaka 85,000. Uwanja wa mpira wetu unaingiza watu 60 tu. Jamani piga 60, yani viwanja vya mpira viwili na vitatu. Ndani kuanzia saa 4 au saa 6 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Wamekufa watu 185,000. Flat. Dunia, yani watu wamekuta viwanja mizongo ya idadi ya viwanja vya mpira vitatu vimelala chini. Alafu unauliza chanzo cha kufa kwao ni nini? Hakijulikani. Kwa namna ya kisayansi au kibiolojia hamna. Kuna kiumbe alipita usiku. Ninaona bibi zako wanavyolia. Unajua ninapoongea hivi naweza kuprofita naongea story nzuri, ndio matukio yanaenda kutokea leo. So kama Mungu haoni hasara kuwa watu 185,000 kwa ajili yako wewe, huo ni wa thamani sana mbele za Mungu. Sarakiel ndo malaika ambao katika Exodus Kutoka wanasema malaika alipita usiku au Bwana alipita usiku akaua wazaliwa wa kwanza wa taifa la nini? La Misri. Ndio wangapi wanajua hiyo story? Ndio yeye sasa.
naelewa amko hizi hao wengine wote walikuwa wastaarabu na kwa Mikael jemedari wa Bwana, huyu Gabriel anakwambia anakuletea habari njema, Rafael anairafa nchi yako, Uriel, Shadrach, Meshach na Abednego kaenjoy. Nimekuja kwa Sarakiel watu wanakufa. Naona mioyo imepata baridi kidogo. Huyu jamaa mbona anaonekana ana hatari kweli? Ana hatari sana. Ana hatari mpaka Mungu akamwambia mtulia kwanza, legeza mkono. Ni command moja tu ikitoka kwa mzee, kazi imeisha. Sarakiel ndo malaika ambao Mungu akasema, tazama ninawaagizia malaika mbele yenu, msimtie kisirani. Ndio hiyo jamaa. Anawapa jangwani wana wa Israeli. Ndio pale ambao anakuambia mchana anakuwa kama wingu, usiku anakuwa kama a pillar of fire, nguzo ya moto. Ndio hiyo Sarakiel. So point yangu ni nini? Nataka nimwombe Mungu. Nione kama kweli mwezi wa 9 kama alivyosema ni mwezi wa deliverance. Yes. Mimi nataka nimwombe mzee. Mnaniruhusu? Yes. Amwachilie Sarakiel mchana. Yes. Alafu tumwambie Mungu shida zetu. Kama kuna mchawi wangu anaitwa fulani, huyu mzee, huyu asipoondoka mimi kila siku nitakuwa nakulilia. Bora aondoke. Ni kuabudu vizuri. Watu wanataka kuua watu, ni watoto wa Mungu. Anamwambia Mungu ahairishe jambo hili. Watu wanaweza kuoa waume zao na wake zao, my friend. Baba mchukue tu. Aende. Kifo kitatutenganisha, nimekiruhusu. Hallelujah. Amen. Na nisikilize kitu kimoja mwana Mungu. Mimi sikufundishi hivyo labda kwa ajili ya, nataka uwe na maarifa. Uelewe Biblia ukiisoma, na hakika sana mnasomaga tu lakini hamna the revelation, ufunuo wa Mungu. Inakuwa kama unasoma kitabu cha hadithi. Lakini nimejaribu kukueleza tu kwa kifupi kuhusu nini Mungu anaweza kufanya na matukio haya Mungu kwenye Biblia. Lakini nataka tuingie kwenye maombi. Na nataka nimwombe Mungu aruhusu kama kuna namna yoyote haijakaa poa, malaika wa Bwana akapita na upanga wake. Yes. Akatawanyishe takataka zote maishani mwetu. Mungu mwenyewe amesema ni mwezi wa nini? Ukombozi. Sababu asubuhi leo nimepata maoni ya watu wawili. Mambo yao yako sensitive kidogo. So sitaongea lakini ni wageni. Wageni kabisa. Wawili nikaona situation zao. Mungu akaniambia deal na hivi vitu viwili. Kuna shida. So kwa sababu wewe una hapa umekuja unajua maisha yako. Naomba uchukulie serious. Maombi tunaenda kuingia kufanya na kila kitu. Usipuuzie. Unavyoomba na mimi ninavyoomba tunaunganisha imani zetu. Na inakuwa. Sasa isije katokea tunamuomba Mungu amlete malaika Sarakiel. Then Sarakiel anakuja mpaka mbele yetu hapa. Alafu anatuangalia tunamatana na siana. Yaani kama unambiku Mungu, wewe tumjaribu Mungu tuone kama anaweza kufanya. Nenda akafanya kweli. Nenda akakukuta kumbe walikuwa unajaribu. Italeta shida kidogo. Lakini nataka uamue na kumaanisha moyoni mwako kwamba Mungu tunayemtumikia anataka kuhusika
na maisha yako. So ninakuomba ujifungue mbele zake na umruhusu Mungu aingilie kati ya adui wako. Yaani kama vile umeita msaada, sasa msaada unataka kuachiliwa. Lakini msaada ukiachiliwa, at least naye jitumikishe. Ndio maana nasema usali. Sio mvivu. Hautaweza kutawala kama wewe ni mvivu. Ndio. Sarakiel ana hatari. Naambia ukimbele kutoka moyoni, ana mabalaa. Siku ya kwanza naona malaika Sarakiel alishuka na mapanga mawili. Ndio malaika pekee nilishakumwona na mapanga mawili. Mkono huu na mkono huu yanawaka moto. Ogopa sana. Mimi mwenyewe niliogopa. Naomba tusimame. Tunaenda kazi. Maisha yako na fahamu. Usifanye kutumia nguvu nyingi au kusali muda mrefu. Kati Mungu anasikia kitu dakika moja, anafanya kitu dakika moja. Kila tunaweza kutumia muda mrefu. Sasa nini kinakusumbua? Nisikilize. Hebu kwa mara ya kwanza uwe na moyo wa msamaha. Tunamniona nini? Kwa ndugu zetu waliotukosea, mabosi zetu, naomba tusifanye maombi ya kichawi. Sawa? Tusifanye maombi. Mtu alikusonya tunataka kumtumia sana kila naomba. Amen. Sema Bwana Yesu. Kila uadui wa kiroho, juu ya maisha yangu, naomba uanze kushughulika nao. Anza kuomba, usimtaji sana kila mmoja, nitakwambia kachache. Fungua kinywa chako mwana wa Mungu na uombe. Umeambiwa Sarakiel, fungua kinywa chako na uombe.